akasema nitafute mtu ambaye ana uwezo wa kuwatamkia mabaya. Amen. Na yakawapata. Amen. Akatuma wazee, akatuma watu wakubwa katika eneo lake, nendeni kwa huyu nabii, huyu mwaguzi anayeitwa Balaamu, mkamwambie anilaanie wana Israeli. Nimezisikia habari zao. Amen. Na nimewaona wananisogelea. Amen. Akatuma ujumbe kule. Yule nabii alikuwa na kinywa ambacho akikutabiria vinatokea, akikwambia vinafanyika. Amina. Kwa hiyo akasema nimpitie kwa huyu mtu, na yeye kwa sababu ni mchawi anaona wazi ya kwamba huyu ni nabii wa Mungu, lakini ndani yake pana spiriti nyingine ya tamaa. Nitapata hapo mlango wa kupenyesha vitu vyangu ili afanye kazi ya shetani. Amen. Pamoja na kwamba anaweza kuwasiliana na Mungu. Amen. Kwa hiyo katika njia moja au nyingine, Balaamu naye alikuwa ni mchawi. Amina. Haleluya. Amen. Naye alikuwa na roho ya uchawi ndani yake. Uchawi. Lakini alikuwa anashindwa kupenya. Amina. Anashindwa kufanya kwa sababu anajua principles za Mungu. Amina. Akamwambia, akampa mission ya kufanya, wakakubaliana. Akamjibu kwa kupitia wale wazee ya kwamba mimi hata jamaa anipe nyumba na fedha na chochote kile. Amina. Siwezi kufanya kinyume na Mungu anachotaka. Amina. Mungu anachoniambia ndicho nitakisema. Amina. Aliyatamka hayo maneno kwa kinywa chake. Amen. Lakini moyoni mwake alikuwa na vitu vingine amevipanga. Amina. Alikuwa na vitu vingine anaviwaza. Amina. Sema amen. Amen. Usisikilize tu maneno ya mtu. Kuna watu ndani ya mioyo yao, yes, wanakuwazia mabaya. Kwa nje wanaweza wakaongea mambo mazuri yenye utukufu wa Mungu. Dio. Lakini ndani yao kuna mipango wako nayo ya kukutafuna. Amina. Inawezekana ni ndugu. Dio. Inawezekana ni jirani. Yes. Au ni rafiki. Au ni mtu unayemwamini kabisa. Ndani ya moyo wa mtu, Dio, kuna mambo yamejificha. Amen. Kuna mambo yametulia. Unaweza ukawa ni mfanyakazi mwenzako kabisa, anasema wewe umebarikiwa, anakusifia, anaona unafanya vizuri, lakini ndani yake, roho yake inakutafuna. Amina. Mawazo yake yanakutafuna. Amen. Tazama kila anachokiwaza mtu. Dio. Tazama kwenye moyo wa mtu. Roho wa Mungu akupe kupambanua vile vilivyopenya ndani ya mioyo ya watu. Kabisa, kabisa. Watu wana mawazo tofauti juu yako. Amen. Watu wanakuazia mabaya. Watu wanakupangia yasiyofaa. Yes. Na wanaenda hadi kwa waganga. Wanatoa na masadaka. Dio, ili wewe uangamie. Amina. Ili wewe uanguke. Amen. Wanapotoa sadaka zao, maana yake wanainua kitu cha kiroho. Amina. Wanainua mambo ya kiroho juu yako. Amen. Kuna spirit wanakutupia. Kuna roho wanaziachilia juu yako. Amen. Lazima na wewe uwe vizuri katika ulimwengu wa roho pamoja na Mungu wako. Amen. Ili kuwashinda maadui. Amina. Ili kupambana na watesi. Amen. Ili kupambana na ngome zao. Yes. Hebu sema amina hapo ulipo. Amen. Lazima uwe vizuri. Vizuri. Ukikaa bila ya kuwa vizuri kiroho, wapo wanaojua mambo ya kiroho na wanakesha usiku na mchana. Kabisa. Wakiagua juu yako. Kabisa, kabisa. Wakifanya uganga juu yako. Kabisa, kabisa. Sema Bwana Yesu, yeyote anayenikamata kwa siri, anayeniloga kwa siri, Bwana Yesu, teta naye, sema naye, pambana naye, washushe chini kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka watashushwa chini. Natamka wataangushwa chini kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Basi ikafika mahali wakamkonvinsi Balaamu mpaka wakatengeneza na madhabahu na sadaka. Tena yeye mwenyewe akawaambia
hebu nitengenezee madhabahu hapa, niletee na sadaka ng'ombe kadhaa na kondoo kadhaa, ili nikufanyie kazi. Kama unavyoenda kwa mganga vile vile anakuambia leta sadaka. Haleluya, amina. Tusome kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu kuanzia Hesabu 23 kuanzia 13. Twende nayo. Nitasoma kitabu cha Hesabu sura yake ya 23 kuanzia ule mstari wake wa 13. Ndio. Na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Na sadaka yake ya unga itakuwa Hesabu 23 mstari wa 13. Amina. Nitasoma kitabu cha Hesabu 23 mstari wake wa 13. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Balaki akamwambia, haya, njoo tafadhali hata mahali pengine, na kutoka huko utaweza kuwaona. Utakuwa upande wa mwisho wao tu, wala hata waona wote, ukalaani hao katika huko. Balaki baada ya jaribio la kwanza la kuwalaani, wamechinja, wametoa sadaka, wamepandisha juu ya milima, ikashindikana. Akasema nitawalaanije ambayo watu Mungu hajawalaani? Wakashindwa kuwalaani. Balaki anamwita tena, akamwambia njoo tujaribu na huku. Maana yake anahama vilinge, anatafuta vilinge, kikishindikana hichi anatafuta tena kilinge kingine cha kwenda kukupiga kipapai. Wao huwa wachoki. Amen. Wao wakati tamaa. Amina. Wanapanda milimani. Wanatafuta milima na milima. Leo nikuuliza wewe, mara ya mwisho kupanda mlimani kufanya maombi, wengine hajawahi hata kupanda kabisa. Lakini mchawi wako mtesi anamaliza vilinge ili kipapai kikupate vizuri. Amina. Akipiga akaona bado unatembea unadunda, anamuita tena mganga, anamfokea. Kwa nini? Mbona bado jamaa bado yupo? Umekula hela yangu bure. Amina. Haleluya. Amen. Anafokea mganga. Amina. Kwa ajili yako. Amen. Wewe hata siku moja hujawahi kumfokea kuhani, maombi yangu kuhani sielewi. Watu wanaofokea waganga wao. Amina. Umekula sadaka na mambo hayaeleweki. Amina. Basi twende tujaribu na huku, kwa sababu na yeye anajua madhabahu zilipo, miungu ilipo. Balaki anajua mahali Baali alipo, mahali wanapochinjia. Akamchukua tena mganga wake, twende na hapa. Tuendelee sasa. Amina. Mstari wa 14. Ndio. Akamchukua mpaka shamba la Sofimu, hata kilele cha Pisga, akajenga madhabahu 7. Akatoa sadaka ya ng'ombe. Shamba jingine kabisa hilo. Ndio maana unaota kila siku huko mashambani. Amina. Unaota huko kwenye milima, unapanda milima. Amina. Watu wamepeleka jina lako kwenye mapori. Amina. Wangapi wanaota wako maporini, wako mashambani wanalima, wako milimani wanapanda mlima umalizi. Hata usiponyoosha wewe unajua na Mungu wako ndio kazi yako usiku. Amina. Hapa tukisema amen, tukiingia nyumbani kwako, ukilala tu, pori hili hapa, msitu hapa, mashamba haya hapa, unapalilia. Amina. Unafyeka majani. Amen. Wakati wa palizi unapalilia. Wakati wa kupanda mazao huko na kiroba cha mbegu unapanda. Ndio. Wakati wa kukata miti unafyeka mapori kabisa. Unaandaa mashamba. Amina. Haleluya. Amen. Sasa hivi huko kuna msimu gani? Amina. Jamani, ndio yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, sio utani. Lakini kila mtu anajua nafsini mwake ndoto anazoziota. Hayo ndio mambo ya ulimwengu wa roho. Watu wanakuendea mashambani, watu wanakuendea kwenye vilima. Amina.
Na wakienda hawaendi wenyewe, wanakwenda na jina lako. Amina. Wanaloga, wanafanya kila mbinu. Wakienda kule wanafanya matambiko yao, wanarukaruka, wanacheza ngoma, na wewe unajikuta ukiota ndoto na wewe unacheza ngoma. Amina. Leo ndio mwisho wa hizo ngoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Leo ndio mwisho wa kwenda mashambani na kwenda maporini kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Sema amen. Amen. Ndio. Akatoa sadaka ya ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja. Ndio. Juu ya kila madhabahu. Kila madhabahu. Mstari wa 15. Madhabahu zilikuwa ngapi? 7. Ng'ombe 7 na kondoo 7. Kwa hiyo jumla alimwaga damu za wanyama wangapi? 14. 14. Tuendelee. Mstari wa 15. Akamwambia Balaki, ndio, simama hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa. Ndio. Nami nitaonana na Bwana kule. Jamani, mjanja huyu. Kwa nini asionane na Bwana mahali hapo hapo? Amina. Pale anajua kabisa hii inaenda kwa miungu mingine, Baali. Ila akatoka kwenye madhabahu ya Baali akaenda kuonana na Bwana sehemu nyingine ili asikie sauti ya Mungu. Tuendelee. Mstari wa 16. Bwana akaonana na Balaamu, akatia neno kinywani mwake. Akasema, kamwambiaje? Umrudie Balaki, mwambie ukaseme hivi. Ndio. Mstari wa 17. Akafika kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, na wakuu wa Moabu pamoja naye. Balaki akamwambia, Bwana amenena nini? Mstari wa 18. Naye akatunga misali yake akasema, ondoka Balaki, nisikilize, mwana wa Sipori. Mstari wa 19. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema, hata litenda; iwapo amenena, hata lifikiriza. Mstari wa 20. Tazama, nimepewa amri ya kubariki, yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Mstari wa 21. Hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Yes. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme ikatikati yao. Alipopewa majibu, Mungu anasema hawa watu hawezi kulaanika, kwa sababu sijaona ukaidi katika Israeli. Wangekuwa na ukaidi fulani mbele za Mungu, ingekuwa hapo na wepesi katika kuwalaani. Kwa hiyo unapoona laana zinapenya za wachawi, wanakuloga kirahisi, kuna maeneo umekuwa mkaidi, kuna maeneo ambapo umewapa wepesi wa wao kukulaani. Yes. Kwa sababu anasema sikuona ukaidi katika Israeli. Amina. Wala sijaona uovu katika Yakobo. Hawana uovu, hawana ukaidi. Yeah. Kwa hiyo siwezi kuwalaani. Amen. Somo la kujifunza: kaa katika kumtumikia Mungu, kaa katika kumwabudu Mungu. Amen. Pasipo ukaidi wala uovu wowote. Amen. Ukishafungua mlango wa uovu, wachawi wamepata wepesi. Amen. Wa kukutamkia mabaya. Amen. Wa kukuitia yasiyofaa. Yes. Wa kukufanya urudishwe nyuma katika mambo ambayo unayafanya. Amen. Kwa sababu tayari kuna uhalali. Yes. Pana legal grounds. Amen. Za kukufanya ulaaniwe. Amen. Kisheria
hauwezi ukalaanika bila sheria kuwa umeivunja, kwa sababu uvunjaji wa sheria ndio unaofanya papatikane na mlango wa kisheria wa kukulaani. Kwa hiyo Balaam anarudisha majibu ya kwamba hawa nimewabariki, nimepewa neno la kubariki tu, neno la laana kwao linadunda. Kuna watu wanapenya, wana survive kwa sababu tu ya uaminifu wao mbele za Mungu. Inawafanya waendelee kupata ulinzi wa kimungu. Hata wao hawajui ya kwamba shetani anawawinda kiasi gani. Yaani ibilisi yuko bize kukutafuta. Anatuma mashambulizi, anatuma mishale. Lakini unapenya kwa sababu ya ule uaminifu wako mbele za Mungu. Jinsi unavyomcha Mungu ndivyo unavyopata ulinzi wa maisha yako. Ndivyo unapopata ulinzi wa baraka. Ndivyo unapopata ulinzi wa kazi unazozifanya. Mungu analinda watu ambao hawana uovu. Hawana ukaidi. Roho ya ukaidi ni mwanzo wa uharibifu ndani ya maisha ya watu. Katika kanisa lolote ukaidi ukiingia, mambo yanaanza kuvurugika. Uovu ukiingia, mambo yanaanza kuvurugika. Katika familia yoyote, katika ukoo wowote, uovu ukipenya ukakita mizizi, ndipo ukoo unaanza kulaanika. Ukoo haulaaniwi kirahisi bila uovu kuwa mmeuanzisha wenyewe. Bila kuonyesha ukaidi kwa Mungu aliye hai. Chunguza, peleleza. Mahali popote penye laana, laana ya utasa, laana ya magonjwa, laana ya mauti, pana chanzo chake kimekaa maeneo haya mawili. Kwenye uovu na kwenye ukaidi. Kuna watu ni waovu, watenda dhambi, na kuna watu wana mambo yote mawili, ni wakaidi kwa Mungu na vile vile ni watenda dhambi mpaka imekuwa uovu. Kuna mtu mwingine yeye anajihesabia haki ya kama mimi sitendi dhambi. Lakini ndani yake hapo na roho ya ukaidi. Hatii maagizo mbalimbali ya Mungu. Hatii ratiba za Mungu. Hatii ratiba za ibada. Hatii ratiba za viongozi. Ile ni roho ya ukaidi. Na kwa kupitia hiyo shetani ana uwezo wa kukulaani. Wa kukutamkia yasiyofaa. Na yakakupata. Yuko vizuri spiritually. Lakini hapo na roho ya ukaidi. Ana kaukaidi fulani, ubishi wa kupinga mambo ya Mungu. Lazima adui atakupata tu. Lakini alivyoangalia wana wa Israeli, ukaidi hawana wala uovu hawana. Wakashindikana. Hebu tuendelee. Yesu akupe roho ya unyenyekevu. Roho ya unyenyekevu na utii. Utii ndio kinyume cha ukaidi. Haleluya. Amina. Tuendelee msomaji. Mstari wa 22. Mungu amewaleta kutoka Misri. Ndiyo. Naye ana nguvu. Kama nguvu za nyati. Kama nguvu za nyati. Mstari wa 23. Ndiyo. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Hapana uchawi juu ya Yakobo. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli ndiyo zitasemwa. Ni mambo gani aliyotenda Mungu? Hebu sema amen. Kumbe muda wote huu tulikuwa tujajua wanachokifanya ni uganga na uchawi. Baada ya kudunda ndio ikabidi aseme hakika hapana uganga juu ya Israeli, wala hapana uchawi juu ya Yakobo. Yakobo ndio huyo Israeli, ni mtu mmoja, majina yake mawili tofauti. Wanapojaribu kukuloga lazima watafute majina yako yote. Wanaita Yakobo, wakiona imedunda wanaita Israeli, wanakukalia, wanaandika jina lako
na jina lako la ubatizo, na jina lako ulilopewa na bibi, na jina lako analokuita babu, na jina lako alilokuita mama, na majina yako ya utani aka nani, yote wanaloga mpaka wapate targeti. Haleluya. Amen. Kuna jina lako la kule kijijini. Kuna jina lako uliiba cheti cha mtu ukaanza kulitumia ulipokuwa shule ya msingi, umeendelea nalo mpaka leo, limekuwa lako. Yote wachawi wanayaloga mpaka wakupate. Amina. Hawaachi. Watu wana majina matatu hapa. Amina. Akiwa nyumbani jina jingine. Amina. Akiwa ofisini jina jingine. Amen. Akiwa kazi, akiwa kanisani tunamjua kwa jina lingine kabisa. Yote wachawi wanayo. Amina. Wezi ukawakwepa. Amen. They know all your names. Na wanaloga kila moja. Jamaa wakaita Yakobo, tunamkalia Yakobo, tunamrudisha nyuma. Yakobo anaenda. Wakabadilisha gia, wakaanza kutumia jina lingine, Israeli, na kukanyaga Israeli na kuweka kwenye chupa. Amina. Kwenye chupa yenyewe inapasuka. Amina. Wanaokuloga, wanaoita majina yako leo, majina yatawalipukia kule walipo. Amina. Yani wakilitaja jina lako kwenye vikao vyao, nasema hilo jina likawalipukie, likawashushie moto, likawatawanye wao wenyewe. Yeyote kwenye vikao vyao atakayelikumbuka jina lako tu, akilikumbuka kichwa kiume, kichwa kipasuke. Sema amina mbele za Bwana. Sema amina mbele za Yesu. Amina. Hapo ulipo upo kanisani, lakini kuna watu wanalitaja jina lako. Amina. Na wanayataja majina yako yote. Amen. Nasema majina yako yote na yatia moto. Amina. Na yawasha moto. Jina lako litakuwa moto. Likitamkwa vinywa vyao vitalipuka. Amina. Likitamkwa masikio yao yatawaka. Likitamka watapasuka kwa kihoro. Sema amina mbele za Bwana. Haleluya. Hapa nimesha sema na kule kitawalipukia. Amina. Wataona cha moto. Amen. Wewe unafikiri kwa nini Mungu akaamua kumbadilisha jina? Kuanzia leo utaitwa Israeli. Amina. Si anajua jinsi mapambano yake yalivyo? Anajua kwenye vilinga vyao hili jina Yakobo wameshalikamata, wanalo somewhere. Amina. Wanalijua. Akaamua kuweka jina lingine. Leo Yesu akupe jina jipya ambalo alilogeki tena. Jina lako halitalogeka tena katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amina. Ndio maana nasema katika jina la Yesu. Maana jina la Yesu ndio jina linalopita majina yote. Maana ukiliunganisha jina lako na jina la Yesu, jina lako hilo halilogeki tena. Hata kama wako nalo, hata kama wanalijua. Amen. Lakini wakilitaja watasema hakuna uganga wala hakuna uchawi juu yake. Amina. Sijui kama unanielewa ama umepiga 4 tu hapo. Tuendelee. Amina. Mstari wa 24. Ndio. Tazama watu hawa wanaondoka kama simba mke. Kama simba mke. Na kama simba ajiinua nafsi yake. Yaani anasema hivi, Mungu wao ana nguvu za nyati, alafu watu ni kama simba. Sasa kuna wachawi, kuna wakati watakuloga, wakija hivi wanakuta kitanani kwako simba. Ndicho kitakachowapata usiku wa leo. Amen. Wakija wanakutana na nyati. Sasa baada ya hapo wakikuita mchawi, wewe usikasirike. Amina. Ujue kimewakuta. Kimewapata. Yaani jamaa wakati analoga anaona jamaa, mbona watu wamebadilika sasa hivi, naona nyati. Amina. Wamebadilika, naona masimba. Wana approach. Amina. Wanakuja. Amen. Si mchawi mwenyewe itabidi akimbie. Amina. Leo anakukimbia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yaani ile kundi la wana Israeli lilikuwa linaenda linabadilika kama viumbe. Amina. Kama viumbe katika ulimwengu wa roho. Amen. Yaani wachawi walipotoa sadaka wanaingia ulimwengu wa roho,
wanakuta wale sura sio za kawaida tena, wanakuta watu wamebadilika, wamekuwa viumbe wengine. Ndicho watakachokutana nacho wachawi wako. Amina. Kama vile wewe unapoonaga unakimbizwa na masimba, unaona unakimbizwa na nyati, unaona unakimbizwa na viumbe wa ajabu ajabu, wale sio viumbe, ni wanadamu. Ni watu wachawi. Lakini sisi leo, ile nguvu ya wana wa Israeli, na sisi tutabadilika. Acha watuite wachawi. Yes. Wewe si ujaribu leo kuja nyumbani kwangu uone utanikuta na sura gani. Ndio. Jaribu tu. Amina. Hebu watangazie wachawi wako, waambie njooni leo. Njooni leo. Waambie njooni leo. Njooni leo. Na wabadilishia sura. Na wabadilishia sura. Hamtanikuta na sura hii. Hamtanikuta na tabasamu hili. Mtanikuta na sura ya kutisha. Hayo ndio mambo ya ulimwengu wa roho. Amen. Wewe kama umeganda na sura yako hiyo hiyo, wanakupaka masizi, wanakuchanja chale. Amen. Wakija usiku wa leo wanakutana na simba wa kabila la Yuda. Amina. Mwenye makucha marefu. Amen. Wao ndio watatoka na machale. Amina. Wao ndio wataparuriwa. Leo ndio tutawakwangua. Leo ndio tutawapa scratch. Wao nafikiri watarudi tena kesho? Hawarudi. Watajipanga watafute madhabahu nyingine tena. Amina. Sema amina kama unaelewa. Amen. Haya mambo mchungaji wako hajakufundisha, leo ndio utayajua. Amina. Katika ulimwengu wa roho, chagua kiumbe kimoja cha kutisha. Waambie Bwana usiku wa leo, if they come, they will find me as a lion, as a tiger. Haleluya. Amen. Wasikukute tu kama ni mwanakondoo kabisa, wakuchukue wakakuchinje. No, wakukute kama simba jike. Soma msomaji. Amina. Hata lala hata atakapokula mawindo, mpaka atakapokula mawindo huyo mwana simba huyo, na kunywa damu yao waliouawa. Ndio mstari wa 25. Balaki akamwambia Balaam, basi usiwalaani kabisa wala usiwabariki kabisa. Achana nao. Mstari wa 25. Jamaa akachoka, achana nao, tutafute mbinu nyingine. Mstari wa 25. Lakini Balaam akajibu akamwambia Balaki, je, sikukuambia ya kwamba kila neno Bwana atakalolisema sina budi kulitenda? Mstari wa 27. Kisha Balaki akamwambia Balaam, haya njoo sasa nikupeleke mahali pengine, labda Mungu ataridhia kwamba unilaanie watu hao huko. Tuendelee. Mstari wa 28. Wanabadilisha kilinge. Basi Balaki akamchukua Balaam akaenda naye mpaka kilele cha mlima Peori, mahali paelekeapo upande wa nyika iliyo chini yake. Mstari wa 29. Balaam akamwambia Balaki, haya, unijengee hapa madhabahu 7, kisha uniandalie ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Mstari wa 30. Jamaa anazidi kula tu sadaka, kishapiga wanyama 14. Hao wengine tena wangapi hao? Hao 14 tena. Nadhani hata kule mwanzo walishapiga wengine 14. Ng'ombe zitawatoka mwaka huu, lakini hawakuwezi kwa jina la Yesu. Amen. Watachinja, watamwaga damu. Yes. Lakini Bwana akikubariki, ndio amekubariki tu. Amina. Bwana akisema ndio, wewe ni wa ndio. Amina. Acha wapande milimani. Wapande milima ya Peori, wapande milima ya Seiri. Kila mlima watakaopanda, tutatuma moto wa Bwana kule kule. Usiku wa leo tunapeleka moto kwenye milima yao.
Natuma moto kwenye milima yao, kwenye vichaka vyao, kwenye mashamba yao, popote walipotoa sadaka zao, moto ukawawakie kwa jina la Yesu. Adui yako yuko bize, anabadilisha madhabahu. Akiona haina upako wa kulaani, anajaribu nyingine. Leo madhabahu zake zote zitatema, zote zitabuma, zote zitamkataa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yani mganga wake atamkataa. Mganga atamwambia hawa watu siwawezi, hawa watu nimeambiwa tu niwabariki tu, siwezi kuwalaani mimi. Huyu ni mtu safi. Hebu sema amina. Wewe unafikiri kwa nini mpaka leo bado upo? Kwa nini mpaka leo bado unadunda? Ni kwa sababu wameshindwa, kwa sababu wamejaribu. Unapokaa kimya, wao wanapambana milimani. Ndio. Lakini Mungu anakulinda usiku na mchana. Amina. Wakipanda, Mungu anapanda nao, anawapa majibu yao. Anawaambia huyu amebarikiwa. Hapana uchawi, hapana uganga. Natamka kama walikutupia uchawi, kama walikufanyia uganga wowote, hapana uganga juu yako. Hakuna uchawi utapenya. Walikutumia uchawi ili urudi nyuma, ili ukate tamaa, ili uchoke, ili ushindwe biashara. Natamka katika ibada ya leo, uchawi wao hapana, hakuna. Nakomboa majina yako yote walioyatumia kuzimu, kila jina waliolifunga, kila jina walioitambikia, leo linakombolewa, leo linafunguliwa, leo umeachiliwa. Hakuna uchawi, hakuna uganga katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Natuma makombora kwenye milima yao, natuma makombora kwenye mashamba yao, popote pale walipoweka jina lako, moto ukawake. Sema amen. Amina. Sema amina. Amen. Mamlaka tulionayo ni ya kuharibu ngome zao. Amen. Mamlaka tulionayo ni ya kupiga mateke milima yao. Na huu uchawi wa mlima wa Peori umetesa watu wengi, umepita kwenye familia nyingi, umetesa familia nyingi. Bahari Peori leo anaaibika. Leo tunamaliza kazi yake, leo tunavuruga alichokitamka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina mbele za Bwana. Amina. Sema amina wakuachilie. Amina. Sema amina ufunguliwe. Amen. Sema amina upone. Amen. Sema amina iwarudie wao. Amina. Yes. Amen. Soma. Amina. Mstari wake wa 30. Basi Balaki akafanya kama Balaamu alivyosema. Analeta tu makondoo, akasogeza sadaka, ng'ombe mume na kondoo mume juu ya kila madhabahu. Hebu sema amen. Amen. Hebu sema amina. Amen. Kwa hiyo tunaona akaenda kwenye mlima unaoitwa mlima Peori. Huu mlima Peori ilikuwa ni miongoni mwa milima ambayo miungu ya Baali ilikuwa inaabudiwa pale. Amen. Wakitaka kumuita Baali, wanapanda kwenye mlima unaoitwa mlima Peori. Amen. Mlima Peori. Amen. Kwa hiyo akaona sasa pengine mlima ule wa kwanza hauna nguvu. Pengine Mungu ameshindwa kushuka pale. Amen. Twende kwenye mlima Peori. Amen. Sasa sijui wewe walikupeleka mlima gani? Ile milima ambayo unaiota ukiwa usingizini. Amina. Milima ya Kaole. Milima ya huko Uyole. Milima ya huko Uruguru. Amina. Milima ya Kilimanjaro. Milima wa aina yoyote ambapo jina lako lipo. Amina. Pale kwenye kijiji chenu ulipozaliwa. Pana miti mikubwa. Amina. Pana milima mikubwa. Pana milima ya matambiko. Pana mawe makubwa. Hiyo ndio milima Peori. Leo tunataka tuishughulikie.
ili wakuachie. Jina lako litoke pale, jina lako lifunguliwe pale. Kama walikupandisha mlimani, leo unashushwa, leo unaletwa mahali tambarare. Maandiko yanasema ya kwamba mkiwa na imani kama punje ya haradali, mtauambia mlima huu, toka hapa nenda baharini. Leo mlima Peori unatoka mahali walipoweka. Mlima wowote wenye jina lako natamka kwa jina la Yesu, huo mlima tunauhamisha, tunausambaratisha, tunaushusha chini, ukawe tambarare. Haya ni mambo ya kiroho. Ukadili na milima ya kwenu, ukapambana na milima ya kwenu, hakika utakuwa huru. Hakuna watu ambao hawajawekwa kwenye milima. Napozungumza milima, ninazungumza madhabahu. Hii Peori ilikuwa ni madhabahu ya Baali. Kwa hiyo hata kwako wewe umeteseka, ipo madhabahu inayokushikilia, zipo madhabahu zinazokufunga. Natamka katika ibada ya leo, madhabahu yoyote, iwe ni ya vitakani, iwe ni ya milimani, iwe ni ya mabondeni, iwe ni ya maporini, au kwenye mapango, au baharini, kwenye kina kirefu cha bahari, iwe kwenye mto, iwe kwenye visima, iwe kwenye mashamba, iwe kijijini, hizo madhabahu zikuachilie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna watu wanaachiliwa hapa. Kuna watu wanafunguliwa hapa. Madhabahu zinakutapika, milima inakuachia, milima inakutapika. Natamka ngome yoyote iliyokufunga, imekufanya na familia yako wote mumewekwa kilimani, leo hicho kilele tunakuteremsha na kuteremshwa kutoka kileleni. Sema amina. Sema Bwana Yesu, kila kilele, kila mlima, kila madhabahu iliyokamata maisha yangu, iliyokamata nafsi yangu, hiyo madhabahu kuanzia leo natoa jina langu, naondoa jina la ukoo, majina ya watoto, majina ya familia, na yaondoa kwenye vilele vya milima, kwenye vilele vya milima, na yakomboa majina yangu na uchumi wangu na kazi zangu. Madhabahu ziniachilie, madhabahu zinitapike, madhabahu ziachie watoto na wakomboa, familia na ikomboa, kazi zangu na zikomboa, biashara na zikomboa, ndoa yangu na ikomboa, kile kibali cha ndoa, kile kibali cha uzao, vibali, kizazi changu, kizazi changu, kizazi changu, ndoa yangu nakomboa, nyota yangu naikomboa, naitoa kwenye madhabahu, naitoa kwenye milima, naitoa kwenye milima. Komboa wewe, komboa leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, komboa, komboa sasa, komboa hicho kizazi chako, kikomboe, komboa leo, kikomboe leo, komboa leo, kikomboe leo, kikomboe leo, kikomboe kwa jina la Yesu, kikomboe kizazi kilichofichwa kwenye milima, komboa leo, 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 komboa saba, tunakomboa majina ya baraka, majina ya mafanikio, tunakomboa kwenye milima, kwenye bahari, kwenye madhabahu za baraka. Chukua hilo jina la Delina, hilo jina la Gifti, hilo jina la Mushi, la Mnena, la Gideoni. Komboa, tamka jina lako la ukoo, jina lako la ukoo, jina lako la ofisi, jina lako la biashara, jina lako la huduma. Komboa, puta hapa, show hapa, tunakomboa majina yetu yaliyowekwa
kwenye madhabahu ya magonjwa, kwenye raha za magonjwa, kwenye madhabahu za shida, kwenye madhabahu za umaskini. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, natamka nafsi yangu imekombolewa, imetoka kwenye milima yoyote ile, imetoka kwenye madhabahu yoyote ile, kwa jina la Yesu. Sema amina, uwe na uhakika. Sema amina, mshangilie Bwana. Sema amina ukiwa na uhakika. Piga kelele ya ushindi. Kaa. Sema amen. Amen. Tumemaliza Hesabu 23. Tumemaliza yote. Twende 24. Amina. Tutasoma kitabu cha Hesabu 24. Mwambie jirani, movie linaendelea. Kuanzia mstari wake ule wa kwanza. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Wachawi hawakatagi tamaa. Simuona pale ameenda milimani, ngoma imedunda. Amina. Sasa twende 24. Amina. 24. Mstari wake wa kwanza. Basi Balaamu alipoona ndio ya kuwa ilimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, hakwenda kama hapo kwanza. Yes. Ili kutafuta uchawi. Ndio. Bali alielekeza uso wake jangwani. Balaamu akainua macho yake, akawaona Israeli. Ndio. Wamekaa kabila. Jamaa kishakula sadaka hivyo, kishatafuna ng'ombe kama 21 hivi na kondoo kama 21. Analeta mbwembwe. Roho ya Mungu ikamjia. Mungu bado anamtumia. Usidhani ya kwamba watu hawatumiwi na Mungu. Watu wanafanya vituko na Mungu bado anawatumia. Wewe usidhani ya kwamba ukamwona amefanya kituko ndo basi Mungu amtumii. Mungu anawatumia na bado shetani pia anawatumia. Kwa hiyo you have to be very careful na watu. Amina. Binadamu ndivyo walivyo. Amina. Jana amepanda mlimani. Yes. Leo anamwelekea Mungu. Kabisa. Na Roho wa Mungu akamjia. Kaanza kusema naye. Amina. Jana kala sadaka ya mchawi. Ng'ombe 7 kamimina. Kapiga supu ya kongoro. Supu ya mkia. Amina. Supu ya kichwa. Amina. Supu ya ulimi. Amina. Kapiga mguu mzima. Amen. Nyama choma, mkia wa kondoo. Iko full. Amina. Leo anarudi kwa Mungu. Mambo ya Biblia ni mazito. Amina. Mstari wa 3. Ndio. Akatunga mithali yake, akaanza kuwaimbia wana wa Israeli. Akasema. Anasemaje? Balaamu mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefumbwa macho asema. Mstari wa 4. Asema, yeye asikiaye maneno ya Mungu, yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi. Na anajisifia mwenyewe. Jana tulimuona yuko mlima wa Peori, leo anasema niko mbele za Bwana, nasikiliza sauti ya Bwana. Roho Mtakatifu amesema na mimi. Amina. Roho wa Mungu anasema na mimi. Amen. Ila jana hapa ukirudi nyuma ukurasa mmoja tu eko mlima Peori. Huyo Balaamu. Haleluya. Amen. Usidhani mtu ni rafiki yako ujui jana ameenda wapi na jina lako. Yes. Hapa sasa anaanza kuwasifia wana wa Israeli. Amen. Amewatungia mpaka mithali. Yes. Kawimbo fulani hivi cha kuwatukuza kwamba you are very good. Amen. You are the best. Yes. Wewe unaona mtu tu anakusifia yuko karibu na wewe, lakini haujui behind the curtain. Amen. Madudu gani anayafanya juu yako?
Ndio maana unaambiwa kikulacho ki nguoni mwako. Nguoni sio kwenye mfuko kabisa. Nguoni ili maana yake ni mtu wa karibu. Amina. Mtu anaanza kuangalia, ina maana humu kuna panya ananitafuna, ama kuna mchwa, unaanza kuangalia kwenye mifuko, kiko nguoni. Sio nguo hiyo. Mwambie jirani, sio nguo hiyo. Sikiliza wahenga. Elewa neno nguoni. Elewa neno nguoni. Tuendelee msomaji, wameshaelewa. Amina. Akaanguka kifudifudi. Amefumbuliwa macho. Mstari wa 5. Macho ya kiroho. Mstari wa 5. Mahema yako ni mazuri. Mazuri. Namna gani, Yakobo? Yakobo. Anamsifia Yakobo. Maskani zako, Israeli. Mstari wa 6. Mfano wa bonde zimetandwa, mfano wa bustani kando ya mto, mfano wa mishubiri iliyopandwa, aliyoipanda Bwana. Twende haraka sasa. Mfano wa mierezi kando ya maji. Mstari wa 7. Maji yatafurika katika ndoo zake. Tuendelee. Na mbegu zake zitakuwa kama maji mengi. Ndiyo. Na mfalme wake ataazimishwa kuliko Agagi, na ufalme wake utatukuzwa. Mstari wa 8. Mungu amemleta kutoka Misri. Ana nguvu mfano wa nguvu za nyati. Atawameza mataifa walio adui zake. Ataivunja mifupa yao vipande vipande. Atawachoma kwa mishale yake. Yes. Mstari wa 9. Ndio. Aliinama akalala mfano wa simba, na kama simba mke ni nani atakayemshtusha? Nani atakayemshtusha simba? Amina. Yaani wachai wenyewe wakikuona umetulia, wanajua hapa simba ametulia. Na abarikiwe kila akubarikie, na alaniwe kila akulaanie. Huyo ni mganga, ameshakula hela ya adui yako. Leo asubuhi kaamka anakupraise. Unatisha, uko vizuri. Ubarikiwe. Yeyote anayekulaani alaaniwe, anayekubariki abarikiwe. Kumbe jana alikuwa na jina lako kwenye milima. Wanadamu, waganga, wachawi wanapenda kuwa karibu na wewe. Wanapenda kukusifia sifia. Wanapenda kukusifu na kukuonesha kwamba wanakutukuza. Lakini behind wako na ajenda za siri. Wanapanda milima ya kila aina. Wanatafuta mpenyo. Wakijaribu, wakikuta wameshindwa, wanakuja kukuimbia kawimbo. Na kakinanda kama haka anakupiga kefa, anakuimbia na kamithali. Na wewe masikio yanafunguka. Yes. Mimi ni simba. Ukijichanganya tu wamekulabua. Ukijichanganya tu wamekunasa. Popote pale ulipo, iwe ni ofisini, iwe kwenye utumishi, iwe ni kwenye biashara, wale wa karibu ndio wanaokutafuta usiku na mchana. Amen. Kuna mtu anaanza kukugandaganda sana, umweke kwenye listi ya chini ya uangalizi maalum. Pandisha jina lake juu, alafu lilete hapa kwenye madhabahu. Amina. Yes, amekupeleka kwenye madhabahu zake. Ndio. Na wewe leta hapa, kwani huyu jamaa sasa hivi naona ipo tu Bennett. Amen. Bennett sana. Mwingine anaweza akaja na gia ya kutaka kukuoa na zawadi kemkem, mapete, madhahabu, maalimasi.
lete jina lake tumpeleke na sisi kwenye mlima. Amen. Mungu atuambie kwamba huyu ni simba, ni nyati, amen, au ni kenge. Amen. Sawa si sawa? Amen. Usiache watu wakakusogelea tu, haujui kwenye ulimwengu wa roho wanapanga vitu gani. Amen. Ujue kuna kitu kimejificha nyuma ya pazia. Yes. Yaani wewe mtu yoyote utakayemkaribisha kwenye maisha yako hivi karibuni amekuwa besti sana, bora ulete jina lake tulishughulikie. Amen. Maadui huaga wanajificha. Amen. Si unamwona jamaa mpaka ametunga na kawimbo na kakinanda anawapigia, anawasifu, wakati jana alikuwa kwenye kuwatafuna. Yaani uchawi wake ukidunda pa asubuhi anakuja, mama fulani, umelalaje? Si ushaona wale ukikutana naye uso kwa uso kwenye ndoto? Amen. Asubuhi anaweza akawai kabisa au akakupitia mbali. Amen. Haleluya. Amen. Tuwajue tusiwajue, utawajua tu. Amen. Na Mungu atakufunulia. Amen. Hebu tuendelee tuone kilichofuata baada ya kawimbo. Sema angalia sana wanayekuimbia kawimbo. Angalia kawimbo. Angalia kawimbo. Mstari wa 10. Anakuambia mtumishi, naona sasa hivi una upako sana. Sasa hivi unakuja moto. Ujue amejaribu kuminyaminya huko, vimemshinda, kaja kujisalimisha na kawimbo kabisa. Sipende kusifiwa sifiwa. Ndio. Wewe fanya tu kazi ya Mungu, atakulipa mwenyewe. Kabisa kabisa. Tuendelee. Hasira ya Balaki ikawaka juu ya Balaam. Anawaza ng'ombe wake, huyu jamaa kala ng'ombe wangu afu sasa anamsifia tena. Akapiga makofi. Ndio. Balaki akamwambia Balaam, nalikuita ili unilaanie adui zangu, na tazama umewabariki kabisa mara 3 hizi. Mara 3. Maana yake hapo 14 mara ngapi? Mara 3. Maana yake ni ngapi hiyo? 36. Wewe bwana, ni kweli 36 kisha chinja. Wewe naenda kimahesabu. Amen. Wewe hata hujawahi hata kutoa kondoo madhabahuni, watu washakutolea ng'ombe. Amen. Na kondoo jumla 36. Amen. Ndio maana hapa tukiomba wanasema mimi nimepata hasara sana juu yake, nimegaramikia sana. Si ndio wanavyosemaga hapa mapepo? Amina. Tuendelee. Mstari wa 11. Basi sasa kimbilia mahali pako. Naliazimu kukuheshimu sana, lakini tazama Bwana amekuzuilia heshima. Mstari wa 12. Balaam akamwambia Balaki, je, sikukuambia wajumbe wako ulionipelekea? Nikasema kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana kutenda neno jema wala neno baya kwa nia yangu mwenyewe. Bwana atakalolinena ndilo nitakalolinena mimi. Endelee. Mstari wa 14. Basi sasa tazama, nimekwenda kwa watu wangu. Haya, nitakuarifu mambo ambayo watu hawa watakayowatenda watu wako siku za mwisho. Hebu sema amen. Amen. Mstari wa 15 akasema hivi, akatunga mithali yake akasema, Balaamu mwana wa Beori asema, yule mtu aliyefumbwa macho asema yeye asikiaye maneno ya Mungu
na kuyajua maarifa yake yaliyo juu. Yeye aonaye maono ya Mwenyezi, akianguka kifudifudi, amefumbuliwa macho. Namwona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Nayo itazipiga pembe za Moabu, na kuvunja wana wote wa Ghasia. Na Edomu itamiliki Seiri, pia itakuwa milki iliyokuwa adui zake Israeli. Watakapotenda kwa ushujaa, mwenye kutawala atakuja kutoka Yakobo, atawaangamiza watakaobaki mjini. Kisha atamwangalia Amaleki, akatunga mithali yake, akasema, Amaleki amekuwa ni wa kwanza wa mataifa, lakini mwisho wake atafikiria uharibifu. Kisha akamwangalia Mkeni, akatunga mithali, akasema, makao yako yana nguvu na kitundu chako kimewekwa katika jabali. Bali na haya Wakeni wataangamizwa hata Ashuru atakapochukua mateka. Akatunga mithali yake, akasema, ole wao, ni nani atakayepona Mungu atakapofanya haya? Lakini merikebu zitakuja kutoka pwani ya Kitimu, nazo zitamtaabisha Ashuru, na Eberi zitamtaabisha yeye, naye atafikiria uharibifu. Basi Balaamu akainuka, akaondoka na kurudi mahali pake. Balaki naye akaenda zake. Haleluya, amen. Wanamtungia kawimbo. Sema kawimbo. Kawimbo. Sema kawimbo. Kawimbo. Twende 25. Sema movie linaendelea. Sema mpaka kieleweke. 25 mstari wa kwanza. Basi Israeli akakaa Shitimu. Hapa mambo sasa yanaanza kuharibika hapa. Amina. Shitimu ndio kwa wale wenyeji wao, si ndio? Amina. Wakafika pale wakakaa Shitimu. Baada ya matambiko yote kufeli, hatujaona mambo mengine aliyoyazungumza Balaamu. Tumeonyeshwa tu akiwaimbia kawimbo na akijaribu kuwalaani. Amen. Na akibishana na bosi wake. Amen. Sasa wamefika Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Amen. Imekuwaje? Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakaisujudu hiyo miungu. Amina. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baali Peori. Amen. Hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Amina. Hapa ndipo mambo yalipoanza kuwavurugikia wana wa Israeli ambao wameshaimbiwa kawimbo. Mchawi akishashindwa kukuloga, anakutafutia kawimbo kazuri kukufia, kuwa karibu na wewe na kukuchukua. Ataanza kuweka karibu, ateke ufahamu wako. Haleluya. Ateke ufahamu wako, umwamini, uanze kufuata njia zake, hakupeleke kwenye vyake. Amen. Kwenye matambiko yake. Yes. Kwenye sadaka zake. Amen. Tunaona hapa ya kwamba walivyokaa tu Shitimu, yes, wakaanza kula vyakula vya wenyeji na kulala na kuzini na wanawake wa Moabu.